Kama kawa sio? Viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata yetu ya Mumbaka, nawashukuru kwa ujio wenu. Mzee Msusa na timu yako, nashukuru sana. Ndugu zangu na Mumbaka, nimekuja siku ya leo nikiwa nimeambatana na wasaidizi wangu kwenye ofisi, watumishi kutoka kwa mkurugenzi, kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri, lakini pia waheshimiwa madiwani, naye diwani wa kwetu hapa Mumbaka ndugu yetu Richi, lakini pia Mheshimiwa Shakila Litetero ambaye bahati mbaya anapata ameitwa kule ofisi ya chama. Tunaye diwani wa Nyasa ndugu yetu Baraka Kodo amesalimia hapa, yuko kwenye kamati ya uandaaji wa ligi ya mbunge. Na bahati nzuri yeye alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha soka cha wilaya ya Masasi hadi mwaka jana. Lakini nimeambatana na wajumbe wenzangu wa kamati ya siasa ya wilaya. Wamepata nafasi ya kusalimia hapa. Mmoja wapo aliyezungumza hapa ni mwenyekiti wetu wa jumuiya ya wazazi wetu wa Masasi ndugu yetu Erasto Kambona au tunamuita Chia Gwile. Lakini ameambatana na mwenyekiti wa akina mama wote wa wilaya yetu wa Masasi ndugu yetu Asha Mohamed Akida, ambaye yeye ni mwenyeji wa Lulindi, ndio mwenyekiti wetu wa WT wilaya yetu wa Masasi. Kwa ndugu zangu, hiyo timu yote nimekuja nayo leo kuja kutimiza yale ambayo niliongea na nikawaahidi vijana kwenye mkutano wangu wa mwisho. Na nilikuwa nawaambia vijana mtulie, msio na wasiwasi. Nimeamua kuinua sekta ya michezo kutokana na umuhimu wake. Huyu ndugu yetu aliyetoka kuzungumza hapa, mtoto wenu nyinyi wenyewe, mimi namuita bwana Indumpi Meje, kapani mezo na akili. Bwana Kasawala anapenda kutoa mifano ya wachezaji wadogo sio ambao hawalipi sana, sio akina Mpanzu, sio na nani anawaita. Sisi tunatoa mifano akina Aziziki, akina Pakome Zuzwa, si ndio jamani akina Jiji Diara, akina Maxine Zengeli, wale ambao wanalipwa hela nyingi. Sio hawa wa bei ndogo. Bwana Kasawala sio wapi? Sio hawa wa hela ndogo kutoka Kongo hapa. Kongo kwa kuna vita na wanakimbilia hapa. Sio hawa. Tule mfano wa namna hiyo. Aziziki kwa mfano tulikuwa tunamlipa sisi shilingi milioni 40 kwa mwezi. Na sasa hivi Wydad Casablanca wakamzidishia mshahara wake mara 3, zaidi ya milioni 120 kwa mwezi. Akatuomba akasema jamani. Sasa miaka 26 sasa hivi naenda 27 na mpira mwisho miaka 32 ndio kwa umechoka. Naomba basi nipate bahati hii. Kama tulivyofanya kwa Fiston Mayele. Tukachukua ile yetu nzuri kutoka kwa Pyramid. Na Fiston anafanya mambo kule. Si ndio jamani? Amekuwa mfungaji bora mwaka huu kwenye ligi ya Afrika. Kawa mfungaji bora mwaka jana. Hiyo ndio mambo ya Yanga. Sasa tunataka wachezaji wetu kama Yanga ndio mfano mzuri. Bwana ni usitoe mfano ule mwingine. Hawa kina Mpanzu wapo, tunaweza tukaenda Majimaji, sina Mungo wapo. Wapo. Sasa ndugu zangu, nimekuja kutimiza ile ahadi. Tunahitaji tuwapata kina Elim Mpanzu, tuwapata kina Ziziki, kina Mzize na kadhalika. Kutoka huku. Zamani tulikuwa nao vijana wetu wa Masasi. Walikuwa wanacheza ligi kuu kabisa. Lakini hapo katikati tumelega mno. Ukanda wetu tukabakia na Paul Ngalema, yule kwa kuchezea baadaye alienda Azam. Ni mwenyeji wa Lukuledi. Na mwingine tuliobakia naye ni bwana mdogo yule winga namba 7 wa Namungo. Kwa Mkwera pale. Anaitwa nani yule? Hashim Manyanya. Kwa Mkwera pale. Na Mkuti pale. Ndio alikuwa na nini, lakini kwa Mkwera pale ni kwa kabisa. Kwa hiyo tumebakiwa na vijana wachache. Lakini tulikuwa na vijana wengi. Na mara ya mwisho nakumbuka tulikuwa na kijana wetu mmoja prison kule Mbeya. Alikuwa anaitwa Alvin Simuni, ni ndugu yako customer. Kaka yake Ndutu tulikuwa tunasoma naye darasa moja. Tulikuwa mta Ndutu kaka yake. Akina Muni, familia Muni. Alikuwa anachezea prison, kibahati mbaya Mwenyezi Mungu amemchukua mfariji akiwa kijana mdogo kabisa miaka 26 27. Lakini basi tukamshukuru Mungu. Lakini bado hatujawa na vipaji vya kutosha Masasi.
Na sio kwamba havipo, ni kwamba hatujapata nafasi ya kuendeleza. Lakini tumepata nafasi kwenye mkoa wetu wa Mtwara, tumekubaliana na mkuu wa mkoa tuanzishe timu mpya ya mkoa wa Mtwara ambayo itaitwa Korosho Mtwara, ambayo itakuwa na jukumu kubwa la kubeba vipaji vya Mtwara ili tuifikishe ligi kuu. Na mimi bahati nzuri umeniomba niwe mjumbe wa ile kamati ya mkuu wa mkoa, kwa hiyo nipo pale. Tumekubaliana kwamba tufanye mazungumzo na baadhi ya timu za ligi kuu au ligi daraja ya kwanza, ili timu moja wapo ambayo tunaonekana tuna uwezo wa kuinunua basi tuinunue, ili tuilete Mtwara, tubadilishe jina iitwe Korosho Mtwara, na katiba yake tumeshaitengeneza tayari, kamati yetu ipo, na kuna vijana wetu wa secretariat tutawapeleka kwenda kujifunza kwenye baadhi ya mikoa. Na kijana wetu ambaye ni mtendaji mkuu wa Mbeya City, inaitwa Mbeya City, anaitwa Nunduma. Yeye ni kijana wetu anachingwea huko, ndio CEO, ndio mkurugenzi mkuu wa timu ya Mbeya City, kwa sababu ni mtumishi wa halmashauri ya Mbeya Manispaa, jiji la Mbeya. Kwa hiyo yeye pia anatusaidia ushauri, kwa sababu ni kijana wangu mimi wa muda mrefu. Tunataka tujifunze huko, kwa tunahitaji tupate vijana wa Masasi ambao pia watachezea hiyo timu yetu ya mkoa, ambayo nataka ligi kuu ichezwe kwenye mkoa wa Mtwara. Kama wanaweza wenzetu wana Mungu hapo, Ruangwa watu hapo, itashindikana sisi wa Mtwara? Kama ni korosho, sisi ndo matajiri. 65 mpaka 70 ya korosho zote nchi nzima zinatoka mkoa wa Mtwara peke yake, kupitia Mamku na Taneko. Kwa hiyo hatuna sababu ya sisi kurudi nyuma. Nataka zao letu tuliendeleze kama watu wa Pamba, ambaye kijana wetu mdogo wetu Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza, anaiendeleza timu ya Pamba ile ya kule Mwanza. Na hizo Pamba jiji kwa ajili ya kupromote zao lao la Pamba. Na yule ni bwana mdogo wetu, ni kijana wangu yule Saidi Mtanda. Ni kijana wetu wa Mchinga hapa, ndio alikuwa mbunge wa Mchinga zamani. Kwa hiyo anafanya kazi kubwa, tunamshauri vizuri, na pia yeye niko naye kule Yanga kule kwenye kamati za wenyewe kule. Kwa hiyo tunafanya mambo mengi. Tunaona na Pamba jiji inafanya vizuri kwa sababu pia kule Yanga yupo. Usipokuwa Yanga mambo mengine haiwezi kwenda. Yanga wewe. Simba mpo? Hatuchezi. Ndugu zangu Mbaka, najua mmekaa muda mrefu kusubiri. Nilikuwa naomba nitumie nafasi ndogo kuyasema machache, alafu ni wakabidhi jezi. La kwanza, ndugu zangu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nilikuja mwezi wa 4 ule kwenye kikao tumefanyia hapa mbele, tumezungumza mengi sana. Na nikazungumza nikasema watakuwepo watu wakuja. Kwa upande wa ngazi ya kitaifa, Chama cha Mapinduzi sisi tulishafanya maamuzi. Hata kama kuna mtu alikuwa na nia anataka urais ule, sisi tulishamaliza. Tumeona kazi nzuri iliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, katika utekelezaji wa ilani kwa kipindi ambacho yeye alipokea jukumu kutoka hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alikuwa makamu wake na wakafanya vizuri sana, na amekuwa rais amefanya vizuri zaidi. Na mimi ni shuhuda kwa sababu nimekuwa kwenye ngazi zote na wao. Huwa ninawaeleza, si ndio? Na nikawaambia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ana mapenzi ya dhati na Masasi. Ana hoja zake kwa Masasi. Na ni kwa sababu mimi nimekuwa kwenye, wewe ndio kwa pale Bomani siko nilieleza pale. Yule Mama Samia akiwa waziri wa utalii Zanzibar, waziri wa utalii, biashara na mambo ya kale, alikuwa anamsaidia waziri Kigoda kwenye waziri Kigoda akiwa waziri wa viwanda na biashara upande wa Tanzania bara au upande wa Jamhuri ya Muungano. Wamekuwa wakifanya kazi pamoja, na mimi wakati niko benki kuu, niko kama mtumishi, nimeambatana nao kwenye ziara kuzunguka kwenye maeneo mbalimbali kufanya majadiliano ya kimataifa, kufungua masoko. Mama Samia akitokea Zanzibar kama waziri na mwenzake Kigoda akiwa huko. Lakini hata nilipokuwa nimepata nafasi ya kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya, ni Mheshimiwa Magufuli na Mama Samia wakashauriana, wakaniteua mimi kuwa mkuu wa wilaya Manyoni. Na baada ya miezi 10 wakasema huyu tumekosea, hebu tumuongezee huko. Wakaniteua kuwa mkurugenzi mkuu wa kituo cha uwekezaji. Na siku wameniita kuniapisha pale Ikulu, Mheshimiwa Samia akaniambia tumekuamini, tufanye kazi, tuko nyuma yako, tutahakikisha kwamba unatusaidia kujenga uchumi wa viwanda. Na nikamwambia siwezi kukuangusha. Na nikapata bahati kwamba nyumba yangu mimi niliopangiwa kukaa pale Oysterbay, geti langu ni hili, geti linalofuatia ndio la kwake Mama Samia akiwa makamu wa rais. Kwa hiyo nimekuwa naye kama jirani, na barabara yetu ilikuwa ni moja tu, ukiingia hapo ni kwangu mimi au kwa Mama Samia basi. Kwa hata familia yangu anaijua vizuri, watoto wangu wanawajua vizuri. Kwa hiyo ni mtu ambaye nikimuomba jambo hawezi kunikatalia. Na ushuhuda nyinyi mliokuwa uwanja wa Boma pale, nilimuomba gari kwa ajili ya TANESCO, nilipewa pale pale. Na gari ya TANESCO imefika.
niliomba milioni 500 kuboresha chanzo cha maji cha Nangololo na Mbwinji. Akamwambia Aweso, tamka hapo mpe 500 sasa hivi. Aweso akatamka hapa natoa milioni 500 tamka mheshimiwa mbunge hapo. Kipi ambacho sema watu wa Masasi tunasema tunamdai Mama Samia? Kipi? Na nimewaambia watu wa Mumbaka, tumejenga kituo cha afya cha Mbonde kama kituo cha mfano. Wakati ule mwaka 2019 kikaboreshwa kutoka zahanati kwa kituo cha afya. Na Mheshimiwa Rais Magufuli mwezi wa 4 2019 akaja kukizindua. Ikaonekana kwenye tarafa yetu ya Masasi mji ambayo ndio Masasi yenyewe yote kuna kituo cha afya. Lakini nikamwambia kwenye mipango yangu mimi ya kuendeleza Masasi, nataka nijenge kituo cha afya mashariki mwa Masasi, ili kata za Chanikanguo, Mtandi, Mkuti, Jida wawe na sehemu ya kutibiwa kabla ya kwenda Mkomaindo, wasivuke pale mji wakaenda mpaka Mbonde. Nikapata kituo kile ambacho hakikuwa kwenye hesabu ya serikali, lakini kwa sababu mtoto wenu ndo nimetoka huko najua, basi nikapiga simu na mheshimiwa, tunakuwekea hela, tafuta eneo. Tumejenga kile kituo cha afya cha Mtandi cha mfano chenye vifaa ambavyo hakuna hospitali zingine kwenye kanda zetu huku zina vifaa kama cha Mtandi, hakuna. Na hivi majuzi nikasema tunajua mji wetu wa Masasi ukifika pale Nangaya mbele yake pale ndio Temeke juu kulia, Temeke chini kushoto ndio mwisho. Ni pafupi, ukitoka hapo unaingia Chikunja, unaenda Lukuledi ambao ni kwenda jimbo lingine. Lakini eneo la upande huu unatoka Napupa, Marika, unakuja kuipata Mumbaka kabla kwenda huko Mpeta ambao ni kwingine. Nikasema eneo hili tunahitaji pia huduma. Haiwezekani mtu atoke Mpota aje Mlundelunde apite huko mpaka Mbonde au aende Mtandi kwenda kutibiwa. Hapana. Nikajenga hoja. Pamoja kwamba tuna vituo viwili kwenye tarafa moja ya Masasi, lakini jiografia yangu na kwa mipango na maono ya watu wa Masasi yalivyo, tulitamani tuwe na kituo cha afya upande huu kuelekea Newala. Kwa sababu nataka kufungua eneo hilo. Nimepeleka shule ya sekondari ya amali ambayo nimeamua ijengwe pale mpakani na mwishoni mwa Marika kuelekea Mumbaka. Na mnaiona ile shule, si ndio? Nikasema nataka pia tujenge kituo cha afya. Na nikamwambia Nikwanya, tafuta eneo tujenge mwishoni mwa Mumbaka kuelekea Marika, ili iwe jirani, ili wenzetu pia kutoka Chakama na Vai na Mkangara waweze kupenya hapo katikati kuja kutibiwa hapo, na watu wengine watoke na Pupa ile chiwisi yote ile waje kutibiwa hapo. Na nimeambia eneo mnalo. Kwa muda sio mrefu tutaingiziwa fedha milioni 600, itaanza 300 kwanza na 300 zingine za kumalizia, tujenge kituo cha afya cha Mumbaka na kitaitwa Mumbaka. Lakini amezungumza hapa Bwana Castro, tunakuja kujenga viwanda. Kuna viwanda viwili vitajengwa eneo moja. Na nilishaoleta watu kati ya eneo la Marika na Mumbaka. Kuna wenzetu wamepatiwa kujenga viwanda, tunawashawishi na wamekubali, na bahati nzuri ni wenzetu tunawasaidia kwenye mchakato. Na hivi karibuni nafikiri bodi yao itakuja kupata taarifa rasmi ya lile eneo ambalo tumelichagua liwe maeneo ya Mumbaka na Marika. Tutakuwa na viwanda viwili vikubwa kujenga kwenye maeneo yetu. Nataka tufungue upande huu, sababu ni upande ambao unastahili pia tuendelee. Hata wenzetu wa barabara waliana kwamba baada ya kujenga daraja la Mwiti Chungutwa, hii barabara tuikamilishe mapema zaidi ije mpaka mjini kwenye taa, kwa sababu Wachina hawa ndio tunawapa pia kandarasi mpya ya kujenga barabara tena upya kutoka kwenye taa Nganda mpaka Mnazi Mmoja hicho kipande. Kuanzia Mnazi Mmoja kwenda Mtoro mjini tunawapa Wachina wengine. Ila hawa wanaojenga hapa ndio tunawapa pia kipande kile. Kwa hiyo tumeambia fanyeni haraka mje pale mpaka Makutano pale tuweke roundabout pale tukatengeneze vizuri pale mjini, alafu muelekee kwenda Mingoyo. Kwa hiyo ni pale Mnazi Mmoja. Tujenge barabara ambazo zina hadhi na miji yetu tuendelee kuiboresha, na kwenye centers tutakuwa tunaweka taa. Kama ulivyoona wenzetu wa Ngamboni.
Mama Samia CCM. Sasa kwa hayo na mengi ambayo mtaendelea kuyaona, wengine ya mjini pale nafikiri mnayaona. Na mtaziona hizo stendi na nini vyote vimeshachorwa tayari. Wakandarasi watakuja sasa hivi wataanza kazi pale. Tunahitaji nini kutoka kwa Mama Samia Suluhu Hassan? Tunahitaji nini kingine? Tunahitaji kumlipa, sio? Na mimi nimemhakikishia juzi kwenye mkutano mkuu wa CCM Taifa, nikamwambia mama, swala la Masasi naomba uniachie. Ikiwezekana hata usije. Au kama ukija basi uje kuwasalimia tu wananchi kule. Na ni kwa sababu pia ameupiga mwingi zaidi kwa kumtafuta mgombea mwenza ambaye ndio kijana wetu sisi wa kutoka kusini. Sisi mkoa wa Lindi na Mtwara tulikuwa na bahati kwamba Lindi tulimpata waziri mkuu. Hapo ni hapo Ruangwa hapo tu mbele tu. Lakini tulipata bahati nyingine. Mgombea mwenza wa CCM ambaye Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alipendekeza jina yake kamati kuu na ikaridhiwa pia na mkutano mkuu wa NEC, halmashauri kuu ya CCM Taifa NEC. Wakaleta jina letu kwenye mkutano mkuu kwamba Dr. Emmanuel John Nchimbi, balozi mstaafu wa nchi ya Brazil na Misri, mbunge mstaafu wa Songea mjini, lakini pia waziri mstaafu wa mambo ya ndani, lakini pia ni mstaafu wa uwenyekiti wa Umoja wa Vijana Tanzania UVCCM Taifa. Yeye anafaa awe mgombea mwenza wake kama msaidizi wake muhimu, kwa sababu amefanya mengi makubwa, ana uzoefu, na kwa sasa yeye ndo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Kwetu sisi watu wa kusini wanasema bahati ulalii mlango wazi. Tulikuwa na waziri mkuu hapa pembeni na sasa tunaenda kuwa na makamu wa rais pale. Tunataka kitu gani? Na Dr. Nchimbi amenihakikishia kwamba sio tu akiingia tumuache, tutumie uzoefu wetu, na bahati nzuri ni kaka yangu, tunafahamiana miaka mingi. Tutumie uzoefu wetu kumshauri, kumpa hoja zetu, lakini pia kumsimamia na kumwombea, kwa sababu jukumu hilo ni kubwa la kuwa makamu wa rais, kama mshauri mkuu wa Mheshimiwa Rais na msaidizi wake mkubwa. Lakini tunayo miradi ya maendeleo ya kusini ambayo inamgusa na yeye. Ukiachilia mbali kwamba ni anatoka Songea, lakini baba yake mzazi alikuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Mtwara, RPC John Nchimbi, miaka ile. Na yeye mwenyewe ameishi Mtwara, amesoma akitokea Mtwara. Kwa hiyo anaguswa na Mtwara, anaguswa na Lindi, anaguswa na nyumbani kwao Songea, mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo tunahitaji tumbebe, tumpiganie, tumuombee yeye na Mama Samia Suluhu Hassan. Na mimi nimemwaahidi, nikamwambia brother, hizo bahati haziji mara mbili. Sisi tumebahatika. Tutahakikisha tunatoa kila tulichokuwa nacho, tunatoa kila aina ya sala, lakini pia tunahamasishana wenyewe siku ile ikifika tukapige kura zote za ndio kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza wake Dr. Emmanuel Nchimbi, ili hao wawili watengeneze timu moja mpya ya kutukomboa sisi watu wa kusini. Na hata mradi mkubwa wa Mtwara Corridor, ule ukanda huru wa Mtwara, ambayo Mheshimiwa Mkapa, mzee wetu, Mwenyezi Mungu aweke roho yake mahali pema peponi, aliuasisi akiwa na marais wenzake wanne mwezi Disemba mwaka 2000 kamili pale Lilongwe, Malawi, akiwa rais bingwa Mutharika wa Malawi, Levi Mwanawasa wa Zambia, Joakim Chisano wa Msumbiji, na yeye Benjamin Mkapa akiwa rais wa Tanzania. Alikaa akawashawishi wenzake kwamba ninyi nchi zote tutumie bandari ya Mtwara na miundombinu yetu ya Mtwara ili tuhakikishe kwamba tunawafikishia nyinyi maendeleo yenu kupitia Mtwara. Na ndio akatengeneza inaitwa Mtwara Development Corridor, yaani ushoroba wa ukanda wa Mtwara, ili wote hao waweze kukubali. Moja ya mafanikio yao ilikuwa ni ujenzi wa barabara, lakini pia na madaraja kuunganisha nchi zetu, lakini pia na uendelezaji wa bandari ya Emilia Bay pale Mbamba Bay kule Nyasa, ili kiwezekana Malawi cargo, mizigo yote ya Malawi na Zambia ipite humu mpaka pale Emilia Bay pale Nyasa, iweke pale, ingie kwenye meli iende upande wa pili waende huko kwao, au wapite hivi kwenda Ludewa iende Igawa, Mbeya, Kasumulu. Kasumulu ni pale mpakani mwa Kyela na Malawi, waingie pale waweze kwenda kwao, kupunguza nafasi ya kupitia Dar es Salaam. Wale marais wakakubali, wakasaini nyaraka.